tunajaribu kuomba ofisi yako kamanda wetu wa polisi mkoa wa Mwanza ili waweze kutufungulia kituo chetu cha Mabatini. Kwa nini naomba hiyo? Matukio mbalimbali ya uhalifu yanazidi kuongezeka ndani ya kata yetu ya Mabatini. Tukitambua kwamba kata ya Mabatini kata mjini inavijana watu kutu wasiotegemea serikali yetu ili kuweza kutimiza majukumu yake kwa ufasaha. Kwa hiyo kuomba mgeni wetu rasmi kwa heshima kubwa, kwa sababu tumekanyaga katika kata yetu ya Mabatini, nikuombe sana utusaidie kituo chetu cha polisi kiweze kufunguliwa. Si mnataka kituo cha polisi huduma zirudi? Kituo kile ambacho jamaa walitia moto, si mnatambua kilivyoharibiwa? Na mmetambua kwamba lile tukio la kuharibu kituo halikuwa tukio zuri? Sasa mnaomba huduma zirudi na mnasema mpaka kwenye karabati, sio? Tutamtuma mkuu wa polisi wa wilaya na mimi nitakuongeza afisa ngazi ya mkoa na maafisa wengine, tutatengeneza timu, tutakuja kukagua kile kituo cha polisi Mabatini. Muwe hapo kwa ajili ya kushiriki kukagua kwa pamoja, ili tujiridhishe kama kile kituo sasa tumekikarabati katika mazingira yatakayoruhusu huduma za polisi kuendelea kutolewa. Lakini tutafanya vile huku tukikumbuka mazingira na sababu zilizosababisha kituo hicho kuharibiwa. Hizo sisi tunazikumbuka sana. Baada ya kukagua kituo hicho, tutajiridhisha na tutafuata utaratibu kwa mujibu wa taratibu zetu za kazi. Tutatoa mwongozo kiruhusiwa kuanza na kiruhusiwa kuanza kwa namna gani, na tutakutana na viongozi ili kuhakikisha kwamba amani, tulivu na usalama unaendelea kuwepo kwa vijana wetu na kwa wananchi wote wanaoishi katika maeneo haya, na kuhakikisha kwamba vituo vyote vya polisi kikiwemo kituo cha Mabatini kinaendelea kuwa salama na kulinda namna yoyote na watu wa jukumu la kuondoa uhalifu sio la jeshi la polisi pekee, wala sio la viongozi walioketi pale peke yao, ni jukumu la wananchi wote. Kwa sababu gani? Wahalifu wanatoka miongoni mwetu sisi wanajamii. Kila mtu anatakiwa aseme uhalifu kwenye familia yangu, uhalifu kwenye nyumba yangu, uhalifu kwenye mtaa wangu, kwenye kata yangu hauna nafasi. Hilo jambo linatakiwa kueleweka kwa kila mkazi wa kata, kwa kila mkazi wa mkoa wa Mwanza atambue kwamba uhalifu ni jambo linalokatazwa kwa nguvu zote na wananchi wote. Nilishatoa maelekezo hayo tangu mwezi uliopita kwamba sasa tunaachia viti vya ofisi, tunakwenda kuwafuata wananchi na kupitia kwenye kata zenu hizi mbili leo. Ndio maana na mimi nimetokelezea hapa siku ya leo. Ule mkakati wa jeshi la polisi kwa Mwanza, tutakwenda kata kwa kata, tutakwenda mtaa kwa mtaa, tunaenda kuwauliza jamani, tufanyeje ili ifike siku jeshi la polisi tunao utaratibu wa kuzuia uhalifu kupitia michezo. Tuna program ya kuzuia uhalifu kupitia michezo na vijana, youth and sports, kwamba swala la ulinzi na usalama linakuja, na wewe ambaye ni mlinzi namba moja wa mkoa huu unakuja. Afande waliamua kuacha kazi zao zote na kuja kukaa na sisi, na ile ndio ilionyesha afande walikuwa hapa. Naomba mjipigie makofi wananchi. Afande kwa kutambua hiyo, na kwa kifupi zaidi tumeweza kuanzisha vikundi vya ulinzi shirikishi. Na hapa naomba niseme, sisi wakaguzi wa kata tunapokuja kwenye kata hatuji na walinzi wa ulinzi shirikishi ambao nyinyi mnawaita polisi jamii. Hawa vijana tunawakuta katika mitaa yenu, na maelekezo ambayo sisi tunapewa, mwenyekiti anatakiwa kuitisha mkutano
alafu nyinyi wananchi mwachague ili sisi tuje kuwapa elimu. Kazi yetu sisi ni kuwapa elimu juu ya ukamataji salama, juu ya ulinzi na juu ya kuweza baada ya kukamata mhalifu ampeleke wapi. Kinachotokea tofauti na hapo ni yeye mwenyewe ameamua kufanya hivyo. Kwanza niwashukuru kwa kuitikia wito wa kuja hapa kwa ajili ya kusikiliza jeshi la polisi linasema nini. Niwashukuru sana sana sana. Niwashukuru pia kwa ushirikiano ambao bado mnaendelea kutoa. Ushirikiano unaita wa hali ya juu kwa jeshi la polisi, kwa mkaguzi kata wetu na kwa wilaya yetu ya Nyamagana kuhakikisha kwamba ulinzi na usalama eneo letu la Mabatini unaendelea kuwa salama, kwa sababu ni jamii ambayo imeamua bonde